Iran imetoa lawama kwa mataifa ya Kiarabu kwamba yameshindwa kuisaidia Palestina na kuiacha Iran kutumia gharama kubwa dhidi ya utawala wa Israel. Waziri wa zamani wa mambo ya kigeni wa Iran, Mohammad Javad Zarif, alihoji uungaji mkono wa Waarabu kwa Palestina na kusema kuwa Iran imekuwa ikitukanwa isivyo haki katika eneo hilo. Akizungumza katika jukwaa la Doha nchini Qatar mwishoni mwa juma, Zarif alisema, "Tumelipa gharama kubwa. Hakuna hata risasi moja iliyopigwa katika kipindi cha miaka 45 iliyopita na yeyote kati ya wanaojiita washirika wetu ili kuendeleza maslahi yetu. Wamekuwa wakipigania maslahi yao wenyewe na Iran imelipa gharama hiyo. Tunachukizwa na marafiki zetu wa Kiarabu kwa sababu tuliunga mkono harakati za Waarabu zaidi kuliko Waarabu wa Palestina, na tunalaumiwa tuliunga mkono Palestina kuliko nchi yoyote ya Kiarabu." Zarif pia alizungumzia uzoefu wake mwenyewe na vikwazo vya Marekani, akisema kuwa sababu pekee ya yeye alikuwa akilengwa ni kutokana na ombi la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwa Marekani. Zarif amekuwa akiwekewa vikwazo tangu mwaka 2019 alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Muda wake katika jukumu hilo ulisaidifiana na mazungumzo ya Iran na wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, China, Ufaransa, Urusi, Ujerumani, Uingereza na Marekani, ambao walifikia kilele cha mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja JCPOA mwezi Julai mwaka 2015 na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran mnamo Januari mwaka 2016. Kulingana na Zarif, Iran inalaumiwa kwa ukosefu wa utulivu wa kikanda ambao kimsingi unasababishwa na Israel. "Niambieni, kwa nini tunapaswa kulaumiwa kwa matatizo ambayo yanasababishwa na Israel?" Vilevile ameitaja Iran kama manufaa kwa eneo hilo na kusema marafiki wetu katika eneo hili wana kila kitu wanachoweza kupata kupitia ushirikiano na Iran. "Hatuna matamanio ya kieneo dhidi ya marafiki zetu katika kanda," alisema, akiongeza kuwa serikali za Kiarabu mara nyingi zimeonyesha kuchukizwa na eneo la Iran. "Wanazungumza juu ya eneo letu, hawazungumzii lao. Hatutaki ufikiaji wa bahari kuu kama rais wa zamani wa Iraq Saddam Hussein alivyokuwa akitaka," Zarif alisema, akiongeza kuwa Iran haitafuti kutoa ardhi wala kutawala majirani zake. Saddam Hussein alivamia Iran katika miaka 1980 mara tu baada ya mapinduzi ya Iran. Licha ya kulenga ushindi wa haraka, upinzani wa Iran ulisababisha vita vya miaka 8 kati ya Iran na Iraq. Kando ya mkutano huo pia, Zarif alikutana na naibu waziri mkuu wa Iraq na waziri wa mashauri ya kigeni Fuad Hussein. Walijadili maendeleo ya kikanda na kimataifa pamoja na maendeleo ya hivi punde ya kisiasa huko nchini Iraq. Zarif amesema Iran haitaki uchokozi, huku akionya Israeli juu ya mahesabu yasiyo sahihi. Zaidi ya hayo, Zarif aliliambia shirika la habari la Uturuki Anadolu siku ya Jumapili kwamba vita vya Israel vya June na Iran vilitokana na kile alichokitaja kuwa mahesabu mabaya, akisema kwamba uhasama wowote utakaofanywa upya utailazimu Tehran kujilinda. Jerusalem ilisoma vibaya mamlaka ya kubakia na Iran wakati mapigano yalipoanza mapema mwaka huu, alisema. Waisrael walianzisha uchokozi huu kwa msingi wa mawazo potofu. Zarif ameongeza kuwa hatimaye Israel iligundua kwamba azma ya watu wa Iran haitawaruhusu kufikia malengo yao na kwamba hilo ndilo lililokomesha vita. Alibainisha kuwa Tehran haitafuti mzozo unaoendelea, lakini haitasita kujibu iwapo itashambuliwa. Israel inafahamu vyema kwamba Iran ina uwezo wa kusababisha uharibifu mkubwa, lakini Iran haina nia ya kufanya hivyo isipokuwa kwa kujilinda. Ikiwa itasimama na kuweka kando mipango ya mashambulizi ya siku zijazo, hiyo itakuwa kwa manufaa yao yenyewe. Mtazamaji wa The World News, huyo ni waziri wa mambo ya kigeni wa zamani wa Iran ambaye ameeleza ukweli juu ya kile alichokiona kama unafiki wa mataifa ya Kiarabu katika kutoa usaidizi kwa mataifa mengine ulimwenguni, hasa ikitajwa suala la Palestina, lakini ikielezwa kwamba pengine ni uoga wa mataifa hayo mbele ya Israel pamoja na Marekani. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.